take the wings of the morning. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kanisa la Magomeni kwa kunipatia mwaliko wa kuwa sehemu ya baraka hii ya maombi ya asubuhi. Imekuwa kwangu ni wakati mzuri. Nashukuru kwa maombi. Nimeondoka hapa nikiwa na baraka nyingi kutoka juu mbinguni, na ninaamini wote pia tumeendelea kubarikiwa kila mmoja kwa namna yake. Siku ya leo tunahitimisha mfululizo wa tafakari ambazo tumekuwa nazo, tafakari ambazo zilijengwa juu ya dhima inayosema nawe utampenda ndugu yako. Imekuwa ikitukumbusha kwamba tuishi tukitenda haki, tukionyesha neema na huruma kwa watu ambao wanatuzunguka, na tukionyesha upendo kwa sababu Mungu ndivyo anavyotutaka kuishi. Na ukilitazama vizuri ni namna pia ya kupokea baraka nyingi kutoka juu mbinguni, kwa sababu moja kati ya vikwazo ambavyo huwa vinajitokeza kuzuia baraka ambazo tungeweza kuzipata kutoka juu mbinguni ni namna ambavyo tunahusiana na watu ambao wanakuwa wako jirani na sisi. Yesu alitufundisha kwamba tunapokuwa katika sala, basi tumuombe Mungu atusamehe na kututendea kama vile ambavyo sisi tunawasamehe na kuwatendea wale
ambao wanatuudhi. Dunia inaweza ikawa haijakupatia furaha, haijakupatia kitu kizuri, lakini bado Mungu anakuita kwamba unapokwenda kuzungumza naye katika sala, basi uwatendee watu kwa wema, ingawa dunia inaweza ikawa inaonekana haijakutendea vizuri. Yesu alitufundisha kwamba ukipigwa shavu moja, geuza shavu la kulia. Maana halisi ya maneno hayo ilikuwa ni kujifunza kuto kurudisha baya kwa baya, bali kuushinda ubaya kwa wema, kwa sababu wema na upendo una nguvu ndani yake ambayo inashinda ubaya wa kila namna. Siku ya leo tutakuwa katika kitabu kile cha Luka sura ya 10, na nitasoma hapa aya chache. Nitasoma aya chache hapa kuanzia fungu lile la 28. Biblia inasema, akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaingia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Biblia inasema, na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale alimwona, akapita kando. 33. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Fungu la 36. Waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye hivyo. Hili ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo. Tafadhali tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante tena kwa asubuhi ya leo. Siku ya leo imekuwa ni siku nzuri kwa sababu tumeona neema yako, tumeona baraka zako katika mianzo ya siku hii. Asante kwa kutupatia nafasi ya kuja katika nyumba yako ya sala na kutupatia neema na rehema ya kuzungumza na wewe. Tunakuomba utuongoze katika tafakari hii ya neno lako asubuhi ya leo, na utufundishe yale yatupasayo katika maisha yetu ya Ukristo na ya imani. Utubariki, usikie maombi yetu tutakapokuwa katika kuomba. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kisa cha Msamaria mwema, kama tulivyokisoma na kama tulivyokipatia jina, ni kisa ambacho ni maarufu sana, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba fundisho lake ni moja kati ya mafundisho ambayo mara nyingi yanaweza yakawa hayazingatiwi yale tunayojifunza kutoka mahali hapa. Tunaelezwa habari za mtu mmoja ambaye hana ID, hana kadi ya utambulisho, ila anajulikana kwa matatizo alionayo.
Utambulisho wake ni kwamba amepigwa, ameibiwa, ameonewa, ana vidonda vinavyovuja damu. Majeraha yake yamekuwa na maumivu sana na yamemfanya kubaki katika hali ya kuwa kama mtu ambaye yuko karibu kabisa na kufa. Biblia inaeleza kwamba huyo mtu aliachwa chini na wale waliomtendea hivyo wakaondoka zao. Sasa hii ni njia ambayo mara nyingi waliokuwa wanaipita walikuwa ni wacha Mungu, watu ambao wanaishi katika taifa linaloitwa kwa jina la Mungu. Wote wa pande mbili, walio katika upande wa Yerusalemu na walio katika upande wa Samaria. Ingawa walio katika upande wa Yerusalemu kwa namna fulani waliwabagua waliokuwa wanaishi katika maeneo ya Samaria. Huenda tutazungumza kidogo hapo mbele. Lakini wote walikuwa wanaamini katika Mungu. Wote walikuwa ni watu wa dini. Ila humo ndani katikati ya haya makundi mawili ambayo hawa watu walikuwa wakiamini katika Mungu, naomba hili uliangalie vizuri. Kuna watu ambao walimtia majeraha huyu mtu aliyeachwa hapa chini, yuko karibu na kufa. Wakamuumiza, wakamuibia, wakaondoka zao. Haviwezi kuwa viumbe ambavyo vilitoka sayari nyingine. Yaani ni humu kwenye jamii ya hawa watu ambao wanaamini katika jina la Mungu. Imenipa tafakari kidogo, na ninaomba pia ikupatie tafakari kidogo, na sitaeleza sana mahali hapo. Lakini ilikuwa ni humu miongoni mwa watu ambao ni wacha Mungu. Na mcha Mungu mwingine mmoja ambaye alikuwa ni kuhani, mtu ambaye asubuhi, mchana na jioni alishinda katika nyumba ya sala ya Mungu. Maisha yake mengi yalikuwa katika eneo linaloitwa patakatifu. Kazi yake daima ilimkutanisha yeye na Mungu. Na kuna mtu mwingine wa pili ambaye alikuwa ni Mlawi. Wa kwanza alikuwa ni kuhani, wa pili alikuwa ni Mlawi. Huyu naye alikadhalika, maisha yake karibu yote yalikuwa dedicated kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hao watu ni watu ambao maisha yao yametengwa maalum sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hawana kazi nyingine. Na moja kati ya majukumu yao ilikuwa kuwafundisha watu kuishi kwa haki, kuishi kwa upendo, kuonyesha huruma, kuwatendea watu vizuri, kutengeneza mazingira ya kuokoa watu ambao walikuwa katika taabu na katika shida. Ndicho ambacho walikuwa wakifundisha daima. Na walionekana ni watu ambao walikuwa ni wanyoofu katika mambo ya mwenendo. Waliishi kwa tahadhari sana kuangalia kwamba wasijikwae katika maneno yao, wasijikwae katika matendo yao, na watu wote waliokuwa jirani wakiwatazama waone kielelezo ambacho kilikuwa ni kizuri. Lakini simulizi ya Yesu hapa inatueleza kwamba hao watu wawili walipofika pale mahali palipokuwa na mtu ambaye alikuwa na shida na changamoto, waligeuka kulia, wakageuka kushoto, wakaangalia katika yale mazingira. Hawakuona mtu yeyote ambaye alikuwa akitazama. Walipoona kwamba hakuna ushahidi wowote ule utakaochukuliwa kuwawekea wao mashaka kwamba huenda dini yao ina mashaka, kwa sababu hapakuwa na ushahidi wowote, wale watu, maandiko yanasema, walipita kando wakaenda zao. Tumejifunza kutoka kwa wengi ambao wametoa fafanuzi ya Biblia
kuhusu kipengele hiki ambacho tunakisoma katika Luka sura ya 10, wakieleza kwamba wale watu yumkini walikuwa wana sababu zao. Mmoja alikuwa anawaza labda ninawahi shughuli za kanisani, mwingine alikuwa anawaza kichwani kwamba huyu mtu ambaye ameanguka hapa ni wa kabila gani, ni wa taifa gani, ni Mwisraeli au ni Msamaria? Kama atakuwa ni Msamaria nisije nikajiingiza kwenye shida. Kulikuwa na bifu kati ya Wasamaria na watu walioishi katika maeneo ya Yerusalemu na taifa la Israeli kwa ujumla. Na huu mgogoro ulianza kwa sababu hawa watu wa Samaria walionekana kwamba ni watu ambao sio Waisraeli halisi. Kwa sababu wakati fulani katika miaka ya 738 hivi kabla ya Kristo, Waashuru walihusuru Yerusalemu na maeneo mengine ya taifa hili la Israeli, wakapiga vita, wakateka mateka, wakachukua watumwa, na wale watumwa wakazaa na Waashuru. Na historia inasema kwamba hawa Wasamaria wengi walikuwa ni wale ambao walikuwa ni nusu wa Israeli kwa maana ya damu ya kimwili na nusu wa Ashuru. Kwa hiyo hawa Waisraeli waliwakataa hawa, wakisema hawa sio watu wa kabila letu, hawa watu sio watu wa taifa la Mungu, kwa sababu hawakuzaliwa katika kabila letu, hawakuzaliwa katika taifa letu, ni watu ambao ni nusu-nusu. Kwa hiyo hatuwezi sisi tukachangamana nao, na kuchangamana na Wasamaria ilikuwa ni kama kujihatarisha kwa namna fulani hivi. Ilikuwa ni kujiwekea mazingira ya kuonekana kwamba wewe unaungana pamoja nao, na kuungana pamoja nao kwa sababu yoyote ile, iwe ni kwa wema au iwe ni kwa ubaya. Mtu asingeangalia historia kwamba sababu hasa ya wewe kujihusisha na Wasamaria ilikuwa ni nini, iwe ni mambo ya kibiashara, iwe ni mambo ya kidini, iwe ni mambo ya kifamilia, iwe ni mambo yoyote yale. Wewe alimradi tu umehusiana nao, tayari ulikuwa umejiingiza kwenye shida. Kwa hiyo very convenient of these people kwamba wameangalia mazingira, wameona mazingira yale yanawaweka wao kuwa salama, kwa sababu hawataki kujihusisha na watu ambao ni wa upande mwingine. Kwa hiyo maandiko yanasema wale wacha Mungu wakapita zao kando kando, wakaenda pasipo kumsaidia yule mtu ambaye alikuwa katika shida, yule mtu ambaye alikuwa katika maumivu, yule mtu ambaye alikuwa anavuja damu na majeraha yake yako na shida. Huyo mtu akabaki pale, na sasa hapa huyu mtu anasema ni afadhali tu huyu afe kuliko mimi nijiingize kwenye shida. Ni afadhali huyu afe kuliko majukumu yangu ya kanisani yachelewe kutimia. Ni afadhali huyu afe kuliko jina langu mimi liweze kuchafuliwa. Ni afadhali huyu afe, kama anapata shida wacha tu apate shida, alimradi mimi nibaki kuwa salama na maisha yangu yaendelee kama kawaida. Sitaki kujiingiza kwenye mjadala wa kujadiliwa kama ingekuwa ni leo kwenye mitandao ya kijamii. Sitaki tutakapofika kwenye vikao watu wengine, wajumbe wa vikao, waanze kunitazama kwa jicho tofauti kwa sababu nilijihusisha na huyu mtu, hata kama ilikuwa kwa matendo mema. Sitaki kuhusishwa na watu wa aina hiyo. Na moja kati ya mambo ambayo tunajifunza katika kisa hiki, rafiki zangu, ni kwamba upendo wa kweli unavuka mipaka ya uadui, mipaka ya kijamii, mipaka ya kisiasa, mipaka ya kikabila, mipaka ya kimadhehebu, inavuka mipaka ya kimataifa. Upendo wa kweli unavuka mipaka yote ya aina hiyo. Huyu Msamaria ambaye yeye hakuwa Myahudi kwa asili kulingana na definition ambayo hawa Waisraeli na Wayahudi waliiweka, alipofika mahali pale, maandiko yanasema alimuonea huruma, akamfunga majeraha yake, akampaka mafuta,
akamwekea divai kwenye vile vidonda vyake, akamweka kwenye chombo chake cha usafiri, mwanapunda aliyekuwa naye, yule farasi yule, akampeleka mpaka kwa watu ambao walikuwa wanatoa huduma ya kutunza wageni, na anasema gharama yote atakayohitaji huyu mtu mimi nitailipa hiyo gharama. Alivuka ile mipaka yote ambayo wale watu waliokuwa wanaitwa wacha Mungu na utambulisho wao ulijulikana namna hiyo, walishindwa kuvuka ile mipaka. Rafiki zangu, ni lazima tufike mahali ambapo Mungu atatusaidia kuishi maisha ya kuonyesha upendo kwa jirani zetu bila kuwauliza wewe umetoka mkoa gani. Ni muhimu tumuombe Mungu atusaidie kufika mahali ambapo tutaishi maisha ya kuonyesha upendo na kuhudumia watu ambao wako kwenye mahitaji bila kuwauliza wewe una kadi ya chama gani. Ni lazima Mungu atusaidie kufika mahali ambapo tutakuwa na ukomavu wa kuvuka mipaka ya kiuadui ambayo maybe imerithishwa toka vizazi mpaka vizazi, kama ilivyokuwa kwa Wasamaria na Wayahudi. Walirithi hayo mauadui ambayo yalirithishwa kwa miaka na miaka. Lakini hapa kuna mtu ambaye kwa mwonekano wa haraka haraka, kwa sababu wakati mwingine uchamungu unaweza usionekane katika utambulisho wa uso. Saa nyingine wachamungu wanaodhaniwa kwamba ni wachamungu wanaweza wakaonekana hivyo kwa nje, lakini matendo yao yakaeleza kitu kingine. Lakini hapa kuna mtu ambaye anaweza akaonekana ni wa kawaida, huwa hapati siti zile ambazo sisi wachungaji tunakaa mbele daima tunapokuja kanisani. Hapati nafasi ya kusimama kwenye kibweta hapa kuhubiri. Hapati nafasi ya kwenda kufanya mikutano ya Injili. Lakini anaweza akawa anaonekana ni mtu wa kawaida, havai tai, havai suti, ni mtu tu wa kawaida, ila maisha yake yanaonyesha utukufu wa Mungu kuliko mtu mwingine ambaye daima hujigamba na kupiga kifua chake akisema mimi ninaomba mara 3 kwa siku, ninatoa zaka sijui mara ngapi kwa siku, na kwa hiyo mimi ni bora kuliko yule mtu mwingine. Ubora wa mtu unaweza ukapimwa kwa namna ambavyo anaonyesha upendo wake kwa Mungu anayemwamini, lakini namna pia anavyoishi na watu wanaomzunguka bila kujali mipaka ya kimazingira ambayo inakuwa imetengenezwa katika maisha yetu. Ni muhimu Mungu atusaidie kuvuka mipaka ya kutazama rangi ya mtu, mipaka ya kutazama tabaka lake, mipaka ya kuangalia kwamba huyu mtu anamiliki kitu gani. Mipaka yote hiyo Mungu atusaidie kuivunja katika jina la Yesu, na tuwahudumie watu si kwa kile ambacho tunatazamia kupata kutoka kwao baada ya huduma ambayo tutaitoa, bali kwa kile ambacho Mungu mwenyewe angekuwa hapa kimwili angeweza kufanya kwa hawa watu wanaokuwa wakituzunguka. Upendo wa kweli unavunja mipaka ya kila namna. Jambo la pili, upendo unaweza ukakugharimu. Sio kila wakati, lakini upendo wa kweli unaweza wakati mwingine ukakugharimu. Huyu Msamaria yeye hakujali. Nasema huyu mtu aliyekuwa anashuka kutoka Yerusalemu anakwenda Yeriko, naweza akawa sio mtu wa taifa langu. Yerusalemu, Yeriko, naweza akawa sio mtu wa taifa langu. Kuna uwezekano. Ingawa sioni vitambulisho, sioni kitu chochote, ameibiwa kila kitu, mavazi wamechukua, pesa wamechukua, hawezi kuongea, lakini ninavyomwangalia kuna uwezekano kwamba anaweza siwe huyu upande wa huku kwetu Samaria. Lakini hata hivyo nitamhudumia. Sasa maswali yanakuja kichwani. Hawa jamaa wakinikuta na muhudumia, itakuwaje? Maana haikuruhusiwa sio tu kuzungumza ovyo, yani kumsogelea huyu Msamaria, kumsogelea Myahudi na kumgusa ilikuwa ni kama kumtia unajisi. Maana hawa walionekana ni outcast na watu ambao
ni wachafu, hawafai hata kuhusiana nao. Wakinikuta na mhudumia huyu mtu wao, itakuwaje? Lakini hao watu wanaotoka huku kwetu nao, ikisikika nitakaporudi nyumbani kwamba nilimsaidia huyu, itakuwaje? Lakini huyu mtu anasema, mimi kwa gharama yoyote ile huyu mtu nitamhudumia. Na gharama ambayo aliriski haikuwa tu gharama ya kimahusiano na watu wake au watu ambao walikuwa dhidi yake. Aliingia gharama ya fedha, akaingia gharama ya muda, akaingia gharama ya kuahirisha shughuli zake. Maana huyu mtu mwenye uwezo wa namna hii wa kifedha wa kusaidia watu ambao sio wa kwake na kuweza kuwalipia hoteli kwa siku zisizojulikana, huyu mtu alikuwa ni mtu tajiri, mwenye uwezo, mwenye pesa, mwenye mali. Na inaonekana hii trip inaweza ikawa ilikuwa ni trip yenye faida kubwa. Lakini akasema, nitaacha shughuli zangu zote hizo na hii safari ninaahirisha. Huyu mtu kwanza akae sawa, akaingia hiyo gharama yote na akamhudumia, akamweka katika hali njema. Na anasema gharama yote atakayohitaji huyu mtu, mimi nitailipa. Hiyo inapaswa kukumbushe na kunikumbusha jambo fulani, kwamba yuko mtu aliyelipa gharama kwa ajili yetu. Wakati tulipokuwa tunavuja vidonda, tunavuja damu kwenye vidonda vyetu, wakati tulipokuwa tuna huzuni, wakati tulipokuwa kwenye giza, wakati tulipokuwa katika maovu, wakati tulipokuwa hatujamjua Mungu, wakati tulipokuwa hatufai, tabia zetu zikitoa harufu isiyopendeza kwa watu ambao wanatuzunguka, wakati palipokuwa hakuna mtu wa kutunyoshea mkono na kutualika, wakati palipokuwa hakuna mtu wa kuvutiwa na mwonekano ambao tuko nao sasa, yuko mtu ambaye alilipa gharama kwa ajili yetu. Alikuwa tayari kubeba maumivu, alikuwa tayari kukataliwa hata wakati mwingine na watu walio wa kwake, alikuwa tayari kuacha heshima na sifa na enzi na utukufu, akashuka chini hapa duniani, akaishi maisha ya kawaida, akizaliwa katika hori la ng'ombe. Na safari yake kutoka kwenye hori la ng'ombe iliishia pale Golgotha msalabani, mahali alipoteswa na kuonewa na kutukanwa na kunyang'anywa haki yake, ili haki yake akupatie wewe na kunipatia mimi. Huyo mtu anaitwa Yesu Kristo, na alilipa gharama yote kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Furaha ulionayo sasa ni kwa sababu alilipa bei. Amani ulionayo sasa ni kwa sababu alilipa bei. Furaha unayoiona kutoka kwa watu ambao wanakuzunguka nyumbani mwako ni kwa sababu Yesu alilipa bei. Ofisi uliokaa ndani yake usingekaa rafiki, ni kwa sababu Yesu alilipa bei, akakustahilisha. Kama unajiona kwamba kuna kitu fulani chema kimetokea katika maisha yako, unaona kwamba mambo yamekaa vizuri, unaona kuna baraka ziko ndani yako, ni kwa sababu yuko mtu ambaye alilipa bei kwa ajili yako. Na yeye asubuhi ya leo anatoa wito kukualika kuwatendea watu wengine kama vile alivyokutendea, hata katika wakati ule ambao wewe na mimi tulikuwa hatustahili. Mungu atusaidie kuyaishi yale ambayo Yesu aliyaishi. Mungu atusaidie tuwe na nia ndani yetu kama ile iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, ambaye hakuona kwamba ilikuwa ina maana kuendelea kujishikamanisha na utukufu wakati sisi tunaangamia. Kwa hiyo akashuka mpaka chini ili atuhudumie. Je, unaweza wakati mwingine ukavua koti lako la suti, ushuke chini kuishi maisha ya kusaidia wale ambao wako kwenye shida na kwenye huzuni? Je, unaweza ukawa tayari kujishusha chini kidogo kwa wakati fulani, usionekane kama mtu ambaye ana fahari ya cheo cha juu sana kiasi cha kushindwa kusaidia watu ambao wako katika matata? Mungu anatualika asubuhi ya leo kuishi maisha ya namna hiyo, kuonyesha upendo, kuwahurumia walio katika shida na kutenda haki
kwa kila mwanadamu ambaye ana haki ya kustahili kupokea huruma zetu na kupokea upendo wetu. Mungu atubariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Naomba niwaalike asubuhi ya leo tuende tena kwenye maombi. Tusogee tena hapa jirani. Kama umeandika ombi lako, basi utaliweka kwenye chombo cha maombi. Kama umekuja na sadaka ya shukrani, iweke kwenye chombo cha sadaka. Asubuhi ya leo tutaomba Mungu anapokuwa akitubariki katika mahitaji mbalimbali, basi atukirimie pia mbaraka wa kuwa na roho iliyojaa neema na upendo mwingi kwa watu ambao wanatuzunguka. Asubuhi ya leo fikiria ni watu gani ambao wana mahitaji unaowafahamu. Unaweza usiwe mtu ambaye una uchumi wa kuwanunulia watu magari, wa kuwajengea nyumba, lakini unajua mtu fulani ambaye ana watoto ambao hawana mavazi. Unajua mtu fulani anasomesha na angehitaji kamchango fulani ambako wewe kako ndani ya uwezo wako. Unajua mtu fulani hana chakula, anashinda njaa, analala njaa, na wewe friji yako ina vitu vya ziada ambavyo vingine wakati mwingine vinaharibika na vinakwenda katika chombo kinachopokea uchafu. Fikiria mtu fulani ambaye unamfahamu ambaye unaweza ukamhudumia na Mungu akujalie kwenda kutenda tendo la rehema. Saidia mtu wa department nyingine pale ofisini, saidia mtu ambaye yuko wizara nyingine, saidia mtu wa chama kingine, saidia mtu anayeshabikia timu nyingine ya mpira ambayo wewe huna interest nayo. Haya matabaka yasitugawe na kutuvunja. Mungu anatutaka tuishi kwa upendo. Tutaomba pia asubuhi ya leo Mungu atupatie roho ya namna hiyo. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa neno lako na kwa baraka zako nyingi katika maisha yetu. Tumekuja tukiwa na mizigo mbalimbali mahali hapa. Tafadhali tunakuomba utuponye, tunakuomba uturehemu, tunakuomba utuhurumie, tunakuomba utusaidie, tunakuomba utushike mkono, tunakuomba utuongoze, tunakuomba utupatie neema yako. Tunakuomba umulike nuru katikati ya giza ambalo linatufunika na kutuandama. Tunakuomba ulete matumaini tena pale tulipovunjika moyo. Tunaomba Bwana uwe pamoja na sisi na usikie maombi ambayo kila mmoja amekuwa akikuomba katika asubuhi ya leo. Lakini pia siku ya leo tunakusihi Mungu wetu kwamba utusaidie kuishi maisha yatakayokuwa maisha ya kuonyesha upendo kwa watu ambao wanatuzunguka, maisha ya kuwahurumia watu ambao wako katika mahitaji. Na tunakusihi kwamba asubuhi ya leo tukumbushe kwamba ni nani ambaye yuko jirani na sisi, ambaye tunaweza tukamtendea tendo la huruma ambalo liko ndani ya uwezo ulioweka katika mikono yetu. Na kwa kufanya hivyo, Yesu, tunakuomba utusaidie watu wakuone wewe ndani yetu, wakumbushwe kwamba yuko Mungu mwenye upendo watakapoona yale tutakayokuwa tukiyafanya na kuyasema kwa watu ambao wanakuwa katika majeraha na maumivu, na wengine ambao hata wamekaribia kufa kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo wamekutana nazo. Tusaidie tuwe na uponyaji kwa watu ambao wana misongo. Utusaidie kuwa na uponyaji kwa watu ambao wamelemewa na depression. Utusaidie kuwa na uponyaji kwa watu ambao tunaweza tukawaponya kwa maneno mazuri yaliyojaa matumaini. Leo tunakuomba tena utembee pamoja nasi, tunajikabidhi mikononi mwako. Tufunike na utukufu wako, tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
Yesu asifiwe. Basi nipende kuwatambua wote waliotuhudumia katika ibada yetu ya asubuhi ya leo. Kwa namna ya pekee nimshukuru Elda Wilson Zayoga ambaye ametuletea fungu la kesha asubuhi pamoja na ombi, lakini pia nitambue huduma ya Ezekiel Mkundi ambaye ametuletea wimbo wa kumkaribisha mchungaji. Lakini kwa namna ya pekee pamoja na wote waliotuhudumia wiki hii, kwa namna ya pekee nimshukuru mchungaji Elmodad ambaye ametuhudumia kwa juma zima mpaka leo ambapo tunahitimisha kwa juma hili kwa vipindi vya Sunrise Blessing. Mchungaji, kwa niaba ya kanisa tunakushukuru sana na tunakukaribisha tena na tena pale utakapohitajika. Kwa namna pekee pia tufikishie salamu zetu kule Mbweni. Pia niwapende kuwakaribisha waumini wote ambao wapo online na wale pia waliopo hapa kanisani kwa jioni ya leo katika vipindi vya ufunguzi wa Sabato. Na hapo ndio mwisho wa ibada yetu ya asubuhi ya leo. Tuenende kwa amani ya Bwana.